Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umepokea kundi la kwanza la wahamiaji waliorejeshwa kutoka Marekani kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili. Kwa mujibu wa taarifa, kundi hilo linajumuisha raia wa Peru na wengineo waliokuwa wamekumbwa na hatua za kufukuzwa nchini Marekani. Walipowasili asubuhi ya leo, walipokelewa na kupelekwa katika makazi maalumu yaliyopo katika eneo la Nsele kwa ajili ya huduma na usimamizi zaidi. Mamlaka za uhamiaji zinaeleza kuwa hatua za uangalizi na utambuzi zinaendelea ili kuhakikisha usalama na ustawi wa wahamiaji hao kabla ya hatua nyingine za kisheria na kiutawala kuchukuliwa. Operesheni ya pamoja kati ya jeshi la FARDC na UDPF imeripotiwa kuwaokoa zaidi ya watu 130 waliokuwa wametekwa nyara na waasi wa ADF NALU mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, operesheni hiyo ilifanyika karibu na mto Epudu ambapo kambi ya ADF NALU ililengwa na vikosi hivyo vya pamoja. Inaelezwa kuwa mateka 138 walifanikiwa kuachiliwa uhuru baada ya shambulio hilo. Taarifa zinamnukuu Mooza Kainerugaba akieleza kuwa operesheni hiyo ilikuwa sehemu ya mapambano dhidi ya makundi yenye silaha yanayofanya kazi katika eneo hilo. Mamlaka za kijeshi zinasema kuwa operesheni bado inaendelea katika baadhi ya maeneo ili kuhakikisha usalama unarejea kikamilifu na kuzuia mashambulizi zaidi ya makundi yenye silaha. Rais wa Marekani Donald Trump anasema atachunguza kwa kina msimamo wa Rwanda wa kukataa kuondoa majeshi yake katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua inayozidi kuongeza mvutano katika ukanda huo. Kauli hiyo ilitolewa kutoka ikulu ya Marekani. Inaweka tena mgogoro wa usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC katika ajenda ya kimataifa, huko juhudi za kidiplomasia zikiendelea bila mafanikio makubwa. Kwa upande wake, rais wa Rwanda Paul Kagame amesisitiza kuwa hatorudisha nyuma wanajeshi wake, akieleza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa taifa lake dhidi ya makundi yenye silaha yanayofanya shughuli katika mashariki mwa DRC. Serikali ya DRC imeendelea kupinga uwepo wa vikosi vya Rwanda, ikiutaja kama ukiukwaji wa mamlaka ya nchi na kudai kuondolewa mara moja kwa wanajeshi hao. Aidha, imekuwa ikituhumu Rwanda kwa kuunga mkono makundi ya waasi, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Kauli ya Trump inaashiria uwezekano wa kuongezeka kwa ushiriki wa Marekani katika juhudi za kutafuta suluhu ya mgogoro huo, wakati ambapo hali ya usalama katika eneo hilo ikiendelea kuwa tete. Tukio la kusikitisha limeripotiwa katika eneo la Matete jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kugunduliwa kwa galani inayodaiwa kuwa na miili ya watu wasio na uhai. Kwa mujibu wa taarifa za awali, miili kadhaa ilipatikana ndani ya gala hilo, na hali hiyo ilizua hofu kubwa na taharuki miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Inaelezwa pia kuwa kuna madai yasiyothibitishwa ya kupatikana kwa vitu vinavyodaiwa kuwa na asili ya kibinadamu, ingawa mamlaka hayajathibitisha taarifa hizo. Misuni obo ona ntungo misunya batu yango ba misunya batu Ozomona oyo
eza ba misuni ya bato ya kopola babomba na katia babomba misuni ya kopola yango ko babomba na katia lopanga ngo yango lopanga ngo yango yo toza na matete na veni ya Nerombungu na matete na veni ma quartier Mbambaki Lenda numéro 67 plutôt pardon numéro 67 na Mbambaki Lenda na Baumbu de na 67 yango biloko yango mama mukolo biloko yeyo lopango eza na chambre froide awa biloko nyonso epola tangu bana baye ko réclamer solo nde par là basangeli bango bazi mwana moko bakati ye machette na mutu bakati ye machette na mincho tozolo baza na hôpital nde boye komona toye awa toye na basoda bagent de l'ordre bapesi ordre babimisi babiloko yango nyonso yango oyo biloko yango ekola yango oyo oyo bamisuni ya bato bozomona oyo bozomona yango batie na bassin awa bamisuni ya bato. Waziri wa habari na mawasiliano wa Burundi Gabi Bugaga amepatikana amefariki dunia katika mazingira yasiyoeleweka katika mji wa Bujumbura. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo vya habari vya eneo hilo, mwili wake ulipatikana ndani ya gari lake asubuhi ya Alhamisi katika eneo la Rubirizi, karibu na maeneo ambako mashirika ya Umoja wa Mataifa na taasisi za serikali zipo. Inaelezwa kuwa gari lake lilikuwa limeegeshwa katika shamba la mitende na mwili wake kugunduliwa na wakazi wa eneo hilo waliotoa taarifa kwa vyombo vya usalama. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alikuwa amemteua Gabi Bugaga kama waziri mnamo Agosti mwaka 2026 alipokuwa akiongoza wizara hiyo muhimu ya mawasiliano.